Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nao ni kauli iliyotolewa na mkuu wa kundi la Hizbullah huko nchini Lebanon akisema Iran imeshinda vita dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel. Wa Iran wameshinda vita, wameibuka kuwa washindi katika makabiliano yake na Marekani na utawala wa Israel, utawala wa Kizayuni wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon ameashiria juhudi za Marekani na utawala wa Israel za kuondoa vikwazo vya kutekeleza mipango yao katika eneo la Mashariki ya Kati na kushindwa kwa kufikia malengo yao, akisisitiza kuwa Iran imeibuka mshindi katika makabiliano hayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Naim Qasim, mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, alisema jana Jumanne kwamba tunakabiliwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Lebanon, Gaza, Iraq, Iran na Yemen kwa lengo la kuzima upinzani na kukoloni eneo letu. Aliongeza kwamba nchini Lebanon lengo la shambulio la Septemba mwaka 2024 lilikuwa kumaliza upinzani na kung'oa, lakini tulikabiliana nao na kuwalazimisha kuingia kwenye makubaliano ambayo walilazimika kutambua upinzani. Ameongeza kuwa kilichokomesha mashambulizi ya kikatili na kuenea kwa mashambulizi huko Lebanon ni hali ya Iran katika hati ya maelewano ya Marekani na Iran. Iran iliweka suala la Lebanon katika kifungu cha kwanza cha mkataba huo na kusisitiza kwamba mashambulizi dhidi ya Lebanon lazima yakome na Israel lazima ijiondoe. Katibu mkuu huyo wa Hizbullah ya Lebanon anasema mazungumzo ya moja kwa moja ya serikali ya Lebanon na adui Israel hayatoi chochote ila fedheha, kufadhaika na makubaliano kwa Lebanon. Israel imepata mafanikio ya kisiasa, lakini kwa uwepo wa wapiganaji haitapata mafanikio katika uwanja wa vita. Mkuu huyo wa Hizbullah amesisitiza zaidi kuwa Marekani dhalimu na utawala wa Kizayuni ulitaka kupindua mfumo wa Iran na kuhitimisha uwepo wa serikali ya kimapinduzi wa Iran na Uislamu katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wameshindwa. Iran imesimama kidete na jeshi lake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, watu wake na uongozi wake bado upo imara. Sheikh Naim Qasim alisisitiza kwamba upinzani utaendelea maadamu ukaliaji wa mabavu upo na tutakabiliana na yeyote atakayeingia kwenye mradi wa Israel. Tumedhamiria kuwa na Lebanon yenye umoja na isiyogawanyika na hatutaiacha ardhi yetu, anasema Sheikh Naim Qasim, mkuu wa kundi la wapiganaji wa Hizbullah nchini Lebanon. Sheikh Naim Qasim pia amesema chaguo pekee mbele ya adui wa Israel ni kujiondoa kikamilifu kwa utawala wake na hatimaye utajiondoa tu. Hatutasahau Gaza na Palestina. Uchokozi huu wa kikatili lazima ukome. Kwa maana Naim Qasim akimaanisha kwamba watapambana kuhakikisha kwamba Israel inaondoka katika ukanda wa Gaza na kwamba haileti uchokozi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa eneo la ukanda wa Gaza ambao umekuwa ni magofu kabisa baada ya mashambulizi mazito yaliyofanywa na Israel tangu mwaka 2023. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.